Ngoja turudi hapa kwa Arish, yeye atuambie kipi ambacho kinatakiwa kufanyika kati ya sera, sheria na katiba kubadilishwa au kubadilisha watu wa chama tawala kuwaleta wapinzani kwenye madaraka. Asante. Mimi nirejee tena kama alivyosema Mr. Sichone hapo, Meshack Sichone, kwamba sera, katiba na sheria viko sawa katika nchi hii, lakini kuhusu wabunge pia, wabunge ambao wapo katika majimbo mbalimbali, nitatolea mfano wa jimbo ambalo natokea mimi, jimbo la Ndanda. Katika jimbo langu anayeongoza pale ni mbunge wa CCM, lakini mimi katika jimbo langu kuna maendeleo mbalimbali ambayo tumeyapata sisi kama wananchi wa jimbo lile. Kwa hiyo sioni shida katika upande wa sera, katiba pamoja na sheria, lakini pia sioni shida katika upande wa wabunge wa CCM, kwa sababu sijaona malalamiko yoyote, na malalamiko ukiona yanatoka basi ni wale wapinzani ambao wako nje ya mfumo, wanatiatia kelele tu ili kuwatoa hawa viongozi wetu katika reli, na kitu ambacho watashindwa, kwa sababu kipindi chote miaka 4 yote ya nyuma walikuwepo wapi? Wanakuja kutia kelele mwaka huu. Arish, kuna kitu ambacho kinaelezwa mara nyingi, kwa sababu kuanzia nchi ipate uhuru hadi hivi sasa kuna miaka karibia 63 64 wapinzani wao wameanzisha mfumo wa vyama vingi umeanzishwa hadi sasa hivi, nafikiri unafika miaka karibia 30, nafikiri nafika kama sio 20 30 inafika hadi hivi sasa. Miaka yote ambayo wako CCM pale, kuna shida ya maji Dar es Salaam, kuna shida ya maji, kuna shida ya barabara Dar es Salaam, kuna shida ya kiutendaji wa uendeshaji wa miradi nchi hii. Mfano, mradi wa BRT ambao ni mradi mwepesi kwa kuendesha kwa serikali, lakini bado unasuasua hadi hivi sasa. Unafikiri kuna sheria, kuna utaratibu au usimamizi gani ambao unatakiwa ufanyike kwa chama tawala, kwa serikali na kwa wale ambao wanawakilisha wananchi, ili maendeleo yapatikane kwa ufasaha katika nchi? Kwanza naomba nirudi nyuma kidogo. Hapo umezungumzia mradi wa BRT. Mradi wa BRT serikali tayari ishatenga fedha kwa ajili ya ule mradi kukamilika katika maeneo yote ambayo ujenzi umeanza, na tayari wakandarasi wameshapewa hizo fedha kwa ajili ya kutekeleza mradi ule. Kwa hiyo shida sio serikali, shida ni wakandarasi. Na hapa juzi tu umeona mheshimiwa waziri akiwa maeneo ya pale Mwenge, akiwa anazungumza na mkandarasi mmoja ambaye anahusika na huo mradi, alikuwa anamfokea. Unaona kabisa mheshimiwa waziri anachukia kile kitendo cha miradi kusuasua. Kwa hiyo serikali kwa kiasi chake inafanya kazi kubwa katika kuhakikisha miradi ya nchi hii inatekelezwa kwa wakati, ili wananchi waweze kunufaika na miradi hiyo. Kwa hiyo hamna tatizo lolote la kwamba kuna kitu ambacho sheria ama katiba ama kanuni zibadilishwe, kwa sababu kwanza tukirudi nyuma kidogo, wabunge wa vyama vya upinzani walishawahi kupewa majimbo, walishawahi kushika majimbo kipindi cha nyuma kabisa. Kwani kuna vitu gani ambavyo walivifanya? Kuna vitu gani ambavyo wanaweza katueleza kwamba kuna kitu hiki nimekifanya mimi nikiwa mpinzani? Hakuna vitu vya msingi ama vya maana ambavyo wao walivifanya. Lakini ukiangalia sasa hivi nchi imeshikwa majimbo mengi yako na wabunge wa CCM, lakini maendeleo yanaonekana. Ndio maana nikatolea mfano katika jimbo letu la Ndanda, swala la maji sio changamoto tena. Swala la vituo vya huduma za afya, zahanati kila kata vinapatikana. Swala la elimu, kila kata ina shule.
za kata. Pia kuna shule za hizi shule za advance zipo, ukiunganisha pale katika kila tarafa nafikiri zipo shule hizi za advance katika lile jimbo. Lakini pia ukiangalia swala la miundombinu ya barabara pia sio tatizo. Kwa hiyo swala la sheria, katiba ama kanuni ama kubadilisha wabunge wa CCM tuwaweke wa upinzani ama wabunge wa chama kingine chochote ili maendeleo yaje, sio swala ambalo linahitajika. Swala linalohitajika ni kuamini viongozi wetu wa chama chetu cha CCM waendelee kushika dola, waendelee kutuongoza, kwa sababu maendeleo tu yanaonekana kupitia hao viongozi wetu. Ikiwa tunaelekea kwenye kutamatisha mjadala wetu, ni kwambie kuwa mambo yamejadiliwa ni mengi, na mengi ambayo yamesemwa ni kuhusiana na kuelekea uchaguzi mkuu, nini kifanyike kuelekea uchaguzi mkuu. Sasa niwape fursa kidogo ya wao kueleza kuhusiana na hii mada, kueleza ili tuweze kufunga mjadala wetu, tukianza na Meshaki hapa. Tunampa fursa kujieleza kidogo. Mimi nilikuwa natamani jambo moja tu mbele ya waheshimiwa wabunge ambao wanapewa ridhaa ya kwenda kugombea katika majimbo yao. Kwanza wakasimamie sera ya vyama vyao, na pili wakachukue matatizo ya wananchi walionayo katika jimbo lao. Na napenda sana kulizungumzia jimbo la Nkasi Kaskazini, mkoa wa Rukwa, kwa sababu ni jimbo ambalo nimeliishi na nalijua vizuri. Napenda zaidi lile jimbo likashikwe na mtu makini anayeweza kusimamia misingi ya wananchi, kwa sababu ni miaka mingi sana, nadhani kama wanakansi wataweza kunisikiliza, ni miaka mingi sana barabara ya kutoka na Manyele mjini mpaka Kilando haijaweza kujengwa kwa barabara kwa lami, kwa sababu katika jimbo la Nkasi Kaskazini ukubwa wa lile jimbo ni ukanda wa ziwa lakini ukanda wa ziwa umesahaulika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nitamani mbunge atakayeenda kushika nafasi 2025 akaweze kuwakumbuka wanankansi, akaweze kuwasikiliza wanankansi Kaskazini shida zao, na sana sana katika ule upande ambao ni ukanda wa ziwa, ukizingatia kata za Kipili, Kilando kuna shida nyingi ya maji. Ukienda Mkinga kuna shida ya maji, Korongwe, Kazovu kuna shida ya maji. Kwa hiyo nilikuwa napenda na nilikuwa natamani mbunge atakayeshika nafasi akaweze kuwakilisha vyema na kusimamia misingi ya chama chake, lakini sitamani wanankasi Kaskazini kwenda kuruhusu tena kulipoteza jimbo kwa upande wa chama pinzani, kwani hawawezi kuleta maendeleo ndani ya Nkasi Kaskazini. Asante. Hayo ni maoni ya Meshak hapo, lakini tumsikize Arish anasemaje ili tuweze kufunga kabisa huu mjadala. Kwa upande wangu mimi, maoni yangu kuelekea uchaguzi mkuu, kwanza kabisa mimi ningependa kuona vijana wanashiriki kikamilifu katika uchaguzi huu mkuu utakaofanyika katika nafasi ya diwani pamoja na ubunge. Kwa hiyo nilipenda kuona vijana wengi wataenda kuchukua nafasi hizo, ama pale itakapotangazwa kwamba muda umefika sasa wa kwenda kuchukua fomu, vijana waoneshe nia zao za kwenda kuchukua nafasi hizo, kwa sababu vijana ndio nguvu ya taifa inayohitajika kwa sasa hivi kwa ajili ya maendeleo. Kwa ni hilo. Mtazamaji wa Media wa Express, hivi ndivyo ambavyo tunatamatisha siku hii ya leo kutoka hapa Posta jijini Dar es Salaam, na mada yetu ilikuwa ikihusu nini kifanyike kuelekea uchaguzi mkuu. Mimi ni Hassan Omar Magulumali nikiwa na Meshaki hapo pamoja na Arish. Zamani huyu Meshaki zamani alikuwa mbunge wa Daruso na Arish hapa alikuwa jaji wa Daruso. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya kujadili mustakabali wa uchaguzi 2025. Asante kwa kututazama.